mapepo kati ya wanadamu ama shetani kati ya wanadamu. Right? Sometimes you may think your sister mmezaliwa na tumbo moja ama ni mama amezaliwa tumbo moja, kumbe alishatolewa kitambo. Mmeletewa kitu ambacho sio yeye. Yeye ameshikiliwa mahali msukule, amefungwa tena in blood and flesh. Lakini nataka tuende polepole kwa vifungu, alafu ndio tutachambua polepole. Najua umeshtuka baadhi yenu, lakini inawezekana kabisa watu wanaweza kuchukuliwa na vitu vingine ambazo sio hivyo vitu, vikageuzwa vikawa kama wao. Ukadhani uko na mtoto, lakini mtoto wako alishachukuliwa. Na kuna kuchukuliwa mara mbili, kuna kuchukuliwa rohoni na kuna kuchukuliwa in blood and flesh. Wachawi wanaweza wakufunga mtu nafsi, akili kafungwa, roho kafungwa na mwili pia kafungwa, akachukuliwa. Alafu pakachukuliwa kitu, ama malaika wa giza anaweza kuvaa mwili, akaja na sura kama aliyechukuliwa. Akaja kama dada yako, mamako labda alichukuliwa, akaletwa, kikageuzwa. Kiswahili tunasema akanuizwa. Kama vile wachawi wa Misri walichukua fimbo wakazigeuza zikawa nyoka. Patakuja manabii wa uongo na makristo wa uongo. So huyu wa ukweli ambaye ni Alex anaweza tolewa, wa uongo akaletwa. Wa uongo akaletwa na akafanana na mimi. Na paka dada yangu akamuita bro. Na paka watu wa familia wakasema yule bado ni Alex, lakini kiwalisia Alex ashatolewa, lakini Alex amerudishwa ila wa uongo. Kama Yesu ni Kristo na Kristo ataletwa wa uongo na yupo hata sasa bado yuko manabii wa uongo wapo na makristo wa uongo wapo, ila ni Kristo anaweza geuzwa paka sura akaletwa, ama malaika akavaa mwili na sura kama yangu. Malaika wa Mungu alimtembelea Abraham in blood and flesh, wakakula na paka Abraham akawaosha miguu. Malaika tena wakamtembelea Lutu. Malaika wakamtokea Yoshua akaenda kuvunja Yeriko. Unanipata? Malaika wa Mungu akamtokea nani? Herode. Herode akapigwa, malaika wa Mungu akampiga, Herode akaliwa na chango, Herode naye akafa. So malaika wanaweza kuvaa mwili wakaja kwako. Ndio maana palitokea vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake akashindana na ule joka, na yule joka na malaika zake. So shetani pia ana malaika zake, na wale malaika wanaweza kuvaa mwili na wakaja kwetu, ukamuita baby. Akaja kwetu ukakuwa na mtoto naye kabisa. Ni malaika ameshuka kutoka kuzimu, kutoka kwenye mashimo uharibifu, ukapata mtoto naye akakoa, na akapatokea generation pale fulani, lakini generation ya kishetani, ila umetumika wewe in blood and flesh. Wewe ni mbegu takatifu, lakini malaika amekuja akavaa mwili, jini limevaa mwili, pepo limevaa mwili likaja kwako. So tusome kitabu cha Yohana wa kwanza, chapter 2 verse 19. Inasema walitoka kwetu lakini hawakuwa wetu. Yaani walitoka kwetu lakini hawakuwa wetu. Unaona? This first John chapter 2 verse 19. Walitoka kwetu lakini hawakuwa kwetu. Maana kama wangelikuwa wetu wangebaki pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba sio wote walio kwetu. Umeelewa? They were ours, they used to be ours. Mama alikuwa mama yako. She used to be your mom. She used to be your sister. Alikuwa wako. Lakini akatoka ili afunuliwe. Yaani tabia zake uchi wake ukaonekana na mataifa. Like the secret they got revealed. Ukaona kumbe ni mchawi, nikamwona kwenye ndoto mara 3. Kuja kuona kumbe huyu mimi nilimuita dada, ila si dada. Kuna uwezekano kuna roho zishamuingia, kuna uwezekano alishatekwa, ni kitu kingine kimeletwa kutoka kwenye mashimo, kutoka kuzimu, kutoka kwenye bahari, likavaa mwili. Inawezekana huyo amefungiwa mahali, Kiswahili tunasema ameshikwa msukule, lakini kuna kitu mmeachiwa, mnakiona cha kawaida, unamuita dada. Ndio maana Biblia inasema walitoka kwetu lakini hawakuwa wetu. They came from us but they are not ours. Lakini kutoka kwao walitoka ili wafunuliwe ya kwamba sio wetu. Umenielewa? Yohana Mbatizaji, malaika wa Mungu alimtokea Yusufu babake Yohana Mbatizaji, akamwambia utazaa mwana wa kiume, utamuita Yohana.
asinywe pombe wala mvinyo wote, atakuwa baraka, naye atatangulia kwa roho ya Elisha na nguvu za Elia, kwa roho na nguvu za Elia. So kuna kadada kalizaliwa, dada yako kabisa, mama kabisa, ni mchumba, kalizaliwa, lakini kalishachukuliwa. Ndani yake kuna roho na nguvu ya kitu fulani ambacho si cha kimungu kimekaa ndani. Destiny zinakuwa swapped, roho zinabadilishwa easy sana, nafsi pia zinabadilishwa easy sana, mwili pia unaweza kubadilishwa. Kuna watu kwao wamezika migomba, kuna watu kwao wamezika miili ya watu wengine, ila zimegeuzwa. Yaani yule aliyoibiwa amechukuliwa akapelekwa mahali. Wachawi wanaweza kuingia hata kwenye mochari, wakachukua mwili ya mtu mwingine, wakaibeba, wakaiweka kwenye jeneza, wakaigeuza uso. Malaika wa giza anaweza kuja akaingia kama kwenye jeneza, akajigeuza uso kama aliyekufa, lakini kimsingi aliyekufa ako mahali anafanyishwa kazi, ako mahali analima, ako mahali ashakuwa mwenda wazimu, ameenda pelekwa Kongo. Ndio maana Biblia inasema walitoka kwetu lakini hawakuwa kwetu, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba sio wetu. Kitabu cha Ezra chapter 9 verse 2. Hapa inaongelea Wayahudi. Nataka naonyeshe vile mbegu ya takatifu inaweza chafuliwa hapa katikati. Inaweza kuwa nyinyi kwenu nyinyi mko sawa, nyinyi ni wacha Mungu, pakatokea tu mtu kamoja hapa tu kakaolewa na mtu fulani. Kumbe ameolewa na malaika wa giza. Kumbe ameolewa na mtu ambaye ndani yake kuna roho na nguvu ya joka. Kumbuka shetani ni roho atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. Ni wanadamu kabisa, lakini ndani yao ni roho. Kuna roho ambayo inatenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Hiyo ni kitabu cha Waefeso 2. Verse 1 to 2 inasema, nanyi mlikuwa wafu katika makosa yenu na dhambi zenu ambazo mlizienenda na kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, ama njia ya ulimwengu huu, kwa kumfuata yule mkuu wa anga, yule roho atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. Umenielewa? Ni mwana wa kuasi, ana mwili. Huyo mwana wa kuasi pia ana hisia. Huyo mwana wa kuasi pia anaweza oa. Ukamwita baby, ukasema tumekuwa na crush, first love wangu. Muulize first love, wewe ni mtu? Usienda kumuuliza hivyo, lakini kwa maombi kiingia, uzichunguze kila roho kama zimetoka kwa Mungu. Atashangaa unaniambiaje first love na kupenda, I can even cross in the ocean for you. Lakini wewe ujaribu ku cross in the ocean na yeye, mkazama mazima katikati ya bahari. Sasa umekuwa mtu wa magonjwa, sasa umekuwa mtu wa kuonewa, sasa umekuwa mtu ambaye ukipata mimba inapotea. Kwa sababu gani? You thought baby amekuja cross na Indian Ocean, amekupromise sweet heaven, lakini sweet heaven imegeuka, imekuwa kama shubiri. So tusome kitabu cha Ezra chapter 9 verse 2. Inasema Wayahudi wanaoa wanawake wa kigeni na kuwaoza wanaume wao pia. Nataka nionyeshe vile generation inaweza haribiwa. Hivyo taifa takatifu la Mungu limechanganyikiwa na watu wa mataifa mengi. Isitoshe maafisa na wakuu ndio kwanza kutenda maovu. Yani wewe ni mtu, wewe you are human being. Ndani yako kuna Roho Mtakatifu, wewe ni mwana wa damu ambao umeletwa kuzivunja kazi za ibilisi. Lakini kwenye generation fulani pale, kuna nyanya alijichanganya, akapata mtu kakafanya naye ndoa. Kumbe yeye ni son of disobedient. Kumbe yeye ni one of the fallen angel, ni Nefili, alianguka. Wapo mpaka saizi, lakini wamechukua maumbo kama yetu ili waonekane kama sisi. Shetani akitaka kuja kwako, anakuja kwa jinsi ambayo wewe utamuelewa. Na shetani anapatia watu wake mali. There are people, they have so much money. They have cars. They have cars, wako na magari, wako na manyumba, wako na mansion, lakini wanasema I want a man tall, dark and handsome with a lot of money, anioe tu, anitoe kwenye shida hii. Anasema sawa, tumesikia maombi yake, tumesikia nini zake anazozitaka, analeta kamtu kanakuwa jirani pale. Unamwona kila siku anatoka na range yake pale, anaanza kuongelesha, hi darling, you're looking good today, hi darling, I love your dress, oh darling. Wewe pia unazama mazima. Kumbe
ni mizimu imeletwa, kumbe ni malaika wa giza ameletwa, kumbe ni mtu aliye na roho ndani fulani ameletwa ili akuzuie. Wanabadilisha maumbo, yani wanabadilisha maumbo. So hapa Ezra anasema yani Israelites hiyo ni uzao takatifu, lakini wamejichanganya. So tusome kitabu cha Mwanzo 6 verse 1. Hapa naongelea manefili, the fallen angels. Inasema ikiwa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike wakazaliwa kwao, wana wa Mungu walionekana hao, wana wa Mungu yani malaika, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Yani they saw the ladies that have been born out of human beings. They were so beautiful. Wanadamu yani wewe umecreatiwa in a way that so beautiful just like you are. Umecreatiwa in so handsome kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Malaika walioasi hao wakasema unaona wacha tukachukulie mabibi. Verse 3 nasema Bwana akasema rohoni. Mungu sana anasema sitashindana na wanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mwili, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mungu akakasirika akapunguza siku za wanadamu. Kwa sababu gani? Wale malaika washakuja wamezaa manefili na wao. Hii inasema nao wanefili walikuwa duniani siku zile. Tena baada yao wana wa Mungu walipoingia kwa mabinti za wanadamu wakazaa nao wana. Hao ndio walikuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi alilowaza moyoni mwake ni baya tu. Yani baada ya the fallen angels kuja wakajipatia watoto, uovu kaanza kuzidi. So unapata kuna kama mtu, unajua sisi tumefundishwa hizi the fallen angels waliangukaga tu in the Old Testament. You think it's not happening now? Utakesha. The same is happening now. In fact, walishatupwa, wako duniani. Ndio maana ukisoma Revelation nasema ole wa nchi na bahari, maana yule mkuu aitwa Ibilisi, yule joka wa kitambo ametupwa kwenu. Unaona? Ametupwa kwetu. They are roaming with us here. Wako na sisi hapa. So it's easy for them to change. It's easy for them sababu si ni roho atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. It's easy for them kuingia ndani ya roho fulani, kuingia ndani ya mtu, akaja ukafunga na ndoa, akakualika kwenye nyumba yake, akakupatia chakula. Kula wewe rafiki yangu kula. Kumbe ile chakula ni kafara yao. Na Biblia inasema usile chakula kilicholewa sadaka kwa miungu. Wewe uko pale unakula tu. Mimi akinialika mtu akinilazimishia chakula namwambia nimefunga. Naambia umefunga basi, na unashangaa nakwambia umefunga basi, naomba tu angalau jamani, naomba tu angalau uchukue take away. Naambia sawa, nipe take away. Mimi nikitoka nje nawapatia majibu. Unakuwa mjanja. Mwanadamu amekuja naye ametupa akili. Unashangaa kuna juice special umewekewa mgeni. Hii juice ni ya mgeni. Akikuwekea pale juice mwambia naomba kidogo nikutilie wewe pia kidogo, tufurahi pamoja. Cheers. Unaweza nywesha kitu ambacho kitakudhuru ama kitakugeuza pia wewe kuwa kama mwana wa disobedient, son of disobedient. So hapa Mungu anasema manefili wakaongezeka na uovu kaongezeka. Unaona? Tukisoma Waebrania 2 mstari wa 10 inasema basi kwa kuwa watoto wana wameshiriki damu na nyama. Waebrania inasema kwa kuwa watoto wameshiriki damu na nyama, Yesu sasa ambaye ni Mungu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwamba kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu aliye na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Yani kwa kuwa sisi tumeshiriki damu na nyama, ilimbidi Yesu ashiriki damu na nyama kama sisi. Hiyo ni Hebrews 2:14. Ashiriki damu na nyama ili amshinde Ibilisi ambaye ako na nguvu ya mauti. Unaona? Mauti kwenye biashara ako na nguvu nayo. Mauti analeta mauti kwenye magonjwa, amshinde huyo. Kumbuka ni roho. So kumbe mauti inaweza vaa mwili, ama mauti inaweza kuingia ndani ya mtu. Akakaa na wewe kabisa. Anaweza kuwa ni mama ila ni mauti. Amekaa kabisa, unamuita mam, unamuita daddy, unamuita daddy, unamuita mami. Oh mama wewe ni mama anakupenda. Kumbe unapenda mauti. Mama alishachukuliwa, ndani yake ni mauti imekaa ndani.
lakini mwana wa Adamu amekuja na ametupa akili. Kwa kusudi hili wana wa Adamu walidhihirishwa ili wazivunje kazi za Ibilisi. Tutawapasua, tutatembea shimo baada ya shimo, tukiwafyeka, tukiwaangamiza. Na kama kuna pepo amevaa mwili akawa kama wanadamu, akuwe kama sisi, Biblia inasema tusikose kuzijua hila zake. Tutamshambulia, kila silaha itakayofanyika juu yetu haitofaulu. Yohana wa kwanza chapter 4 verse 3 inasema kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mlisikia kuwa hata sasa iko duniani. Unashangaa kuna roho, yani roho ishaingia. Unaona shetani roho atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi, anaasi tu. Unaona wewe unang'ana hapo kuomba, baby anakuja na kunywa pombe. Mama the moment ulianza kuomba alikwambia wewe kuna mali umeingia, there's a cult umeingia. Ulianza kuvaa mamlaka na wakamata wachawi ukoo na wavunja na waribu na wateketeza vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unashangaa mbona dada nimeanza kumuona kwenye ndoto, alafu akikupigia simu anakutusi, anakwambia wewe kuna mali umeingia, wewe ni mchawi mkubwa. Huyo ndio tunamtafuta sasa. Kuna mali mshale umempata. Usikome, unaendelea kupiga. Usikome, unaendelea kufyeka. Ukiokoka inamaanisha Mungu amekutenga. Ni wakati wa kumiliki sasa. Ni wakati wa kumiliki sasa. Waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Unachora mstari. Kuna wana wa kuasi hapa na kuna wana wa Mungu. Wewe umegeuzwa, umekuwa wana wa Mungu. Sasa unaanza kumiliki. Alafu katika kumiliki kuna vitu lazima utoke kati yao. Usiangamizwe na uovu wa familia yenu. Unamuita mama, unajua I love my mom, ndo anaruka usiku sasa. I love my brother, ndio devil worshiper, anakula nyama za watu, anatoa watu kafara usiku. Unasema my brother, oh my brother, kumbe wewe ndio akiba yake. Wewe ndio akiba yake, amekuweka. Akiitishwa damu ya familia anakukula wewe, ama asipokula wewe anakula watoto wako. Unapata mimba ikipotea, unaolewa, unaninio. Kwa sababu gani? Your brother can be your spiritual spouse kabisa, akiwa mwana wa kuasi. Ndio maana Yesu kuna mahali aliita watu uzao wa nyoka ama wana wa nyoka. Sijui kama unaelewa, wana wa nyoka. Na hii ilianzia hata kitabu cha Mwanzo 3 verse 15. Mungu anamwambia shetani, nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke. Unaona? Kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wako, kati ya uzao wa mwanamke, wa huyo mwanamke na uzao wako. Mungu anasema kabisa, nitaleta uadui kati yako na, anamwambia shetani, joka, nimeleta uadui kati yako na huyu mwanamke. Na huyu mwanamke. Na kati ya uzao wako na uzao wake. So kuna uzao wa nyoka. Nitaonyesha hapo chini kwa New Testament. Usije ukasema huyu jamaa anaongelea Old Testament peke yake. Leo tunapiga kila misingi, tunabomoa paka kwenye misingi. Anasema nitaleta uadui kati yako na mwanamke, na uzao mwanamke na uzao wako. So kuna uzao wa mwanamke ambaye ndio sisi, blood and flesh, alafu kuna uzao wa joka ambao pia wanaweza kuzaliwa na mwanamke. Anasema nitaleta uadui kati yako na uzao wa mwanamke, na huu uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utamsonga kisigino. Unaona? Yaani sisi uzao wa mwanamke tumepewa mamlaka ya kumponda shetani kichwa. Wachawi tunawaponda vichwa, madhabahu tunayaponda, lakini wao watatuponda visigino. Kuponda kisigino, that's a partial injury. Unaona? Ukiwa na jipu kwenye mguu haimaanishi unashindwa kutembea. Ukiwa na kipele kwenye mguu haimaanishi unashindwa kutembea, bado unatembea na bado unakanyaga. So tuko na mamlaka juu yao. Ndio maana Biblia inasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayaletaye. Itampasa afungiwe jiwe la kusagia ngano, atupo kwenye bahari. Unashangaa makwazo yanatoka wapi? Shetani anatumia watu, anaingia ndani ya watu. Malaika wa giza pia wanavaa mwili, mapepo pia yanavaa mwili. Kuna wakati unapatana na mtu unashangaa, amenijua vipi, sijawahi kumuona, kumbe anakuinda. Ndio maana Biblia inasema, Daudi anasema, Mungu atanilinda na mitego za mwindaji. Na ile tauni inayoharibu. Wawindaji wa sasa wanavaa mwili, anakuja kama wewe, ako kazini, ni bosi, kumbe anatumia nyota yako, ni uzao wa nyoka ule, nafaa tumponde vichwa. So tumeona kuna uzao wa nyoka hapa na kuna uzao wa mwanamke. Okay, unanipata? So tukisoma kitabu cha Mathayo 23, nataka tuende mbio tupige tupasue. Mathayo 23 kuanzia 29 mpaka 33.
Nitasoma yote kuanzia 29. Inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Hapa ni Yesu anawaambia, kwa kuwa mnajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki. Tati nasema, na kusema kama sisi tungalikuwa zamani za baba zetu hatungeshirikiana nao katika damu na ya manabii. 31 nasema, hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana waliowaua manabii. Wanajishuhudia wao walikuwa wanaua manabii, ni wana walioua manabii. 32 nasema, hapo ndo muhimu. Mathayo 23 mstari wa 32 inasema, kizazi basi kipimo cha baba zenu, kijazeni basi kipimo cha baba zenu, enyi wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Yesu anawaambia hivyo, enyi wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Anaongea Mafarisayo, kuhusu Mafarisayo na Masadukayo. Anawaita kabisa wana wa majoka. Unashindwa, Yesu, wewe ni Yesu Bwana, umetoka mbinguni, wewe ni Mungu, mbona unawaita watu wana wa majoka? Tunasonga tena hapo chini. So kumbe tunaanza kuona wana wa majoka. Masadukayo ni watu kama sisi, walikuwa ni wakuu wa mahekalu, na Mafarisayo ni wakuu wa mahekalu. Lakini Yesu amwangalia akasema, enyi uzao wa joka, mtakimbiaje hukumu ya jehanamu? Yaani hatima yao ni kuchomwa, kwa kumaanisha wale sio watu wale, ila wamevaa miili ya watu. Mathayo 3 mstari wa 7 inasema, lakini hapa ni Yohana Mbatizaji. Tumeona Yesu ameitwa hivyo, hapa ni Yohana Mbatizaji. Lakini alipoona Mafarisayo wakija, wale Mafarisayo wengi na Masadukayo wanamjia ili awabatize, aliwaambia, enyi kizazi cha nyoka, ni nani aliyewaambia muepuke ghadhabu ya Bwana inayokuja? Siko naelewa. So haizi kuwa Yohana Mbatizaji ameona kuna uzao wa nyoka unakuja, na Yesu pia ameona kuna uzao wa nyoka unakuja, alafu sisi tuseme uzao wa nyoka hawapo. Wapo na wamevaa mwili, ila kwa sababu hatuna macho ya rohoni tunasema huyu ni baby. Kwa sababu hatuna macho ya rohoni tunasema huyu ni dada. Kumbe ni uzao wa nyoka, amekuja kutafuna na kugonga watu visigino na kupiga visigino vya kazi. Mwizi aje la kuiba, kuharibu na kuua. Amekuja kuua, amekuja kuharibu, amekuja kuiba. Lakini Yesu alikuja ili tupate uzima, tena uzima tele. Twende chini tena. Mathayo 12 mstari wa 33. Bado ni Yesu. Nitasoma. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Yaani Yesu anatuambia ni when you keep praying, yani ukiendelea kuomba, matunda yako tutayaona itakuwa mazuri. So ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Ufanyeni kuwa mbaya na matunda yake yatakuwa mabaya. Mti hujulikana kwa matunda yake. Ule dada ambaye kila siku unamwona kwenye ndoto, umeanza kuyaona matunda yake mabovu ya kuharibu, ya kuua na kuleta laana kwenye ukoo. So 34 inasema, mstari 34 inasema, enyi kizazi cha nyoka. Yesu anamwambia kabisa, enyi kizazi cha nyoka, mnawezaje kusema mambo mema hali ninyi ni waovu? Yesu anamwambia watu kabisa, listen, ninyi kizazi cha nyoka, mnawezaje kusema mambo mema na nyinyi ni waovu? Maana mtu husema kutoka kwa yale yaliyomjaa moyoni. Yaani moyoni mwako kumejaa vitu fulani. Ndio maana kuna mtu anakwambia, yani wewe wacha tuone ndoa yako itafika wapi. Huyo ni kizazi, ni mtu wa kizazi cha nyoka. Unamwambia, mimi sitakufa mimi bali nitaishi ili nisimulie mema ambayo Mungu ameniandalia. Ndio anamwambia, imeandikwa, mabaya hata nipata mimi, wala tauni haitakaribia hemani mwangu. Tena imeandikwa, auaye kwa upanga na yafe kwa upanga. Yale maneno yampate yeye, ila wewe utastawi kama mtende wa Lebanoni. 35 inasema, mtu mwema hutoa mambo mema katika hazina yake njema, na mtu mbaya hutoa mambo mabaya katika hazina yake mbaya. So kaka jamaa kanaongea tu mambo mabaya tu. Kanaongea tu mambo mabaya tu. Ni kizazi cha nyoka kile. Kizazi cha nyoka lazima kipondwe. Na wengine kuna roho imeingia ndani. Si kizazi cha nyoka kwa asili, lakini kwa jinsi ya roho ashavaliwa na mapepo ila hajijui. Ukipiga ule wa ndani unaanza kuona umema inaanza kuja. Tusonge chini tena. Yohana 8 mstari wa 44, tuko karibu kuomba. Inasema, Yesu anawaambia Wayahudi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yaani Yesu anawaambia Wayahudi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi.
na tamaa za baba yenu ndizo mnazozitenda. Anamwambia nyinyi ni baba yenu Ibilisi na tamaa zake ndizo mnazozitenda. Yaani kama vile mchawi anavoroga, anatimiza tamaa ya baba yake ya kuua, anatimiza tamaa ya baba yake ya kuiba nyota. Anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa zake mnazozitenda. Yeye alikuwa muuaji toka mwanzo. Jamaa alikuwa, he was a killer since the beginning. Alikuwa muuaji, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa kweli haimo ndani yake. Aliposema alisema uongo, alisema ya kwake, kwa kuwa yeye ni baba wa udanganyifu. Lakini sasa kuna kajamaa, yeye anafanya mapenzi ya baba yake Ibilisi, ila ndo amekuoa sasa, ila ndio amekuzaa sasa, ila ana mapenzi fulani ya baba yake Ibilisi. Nanielewa? Huyo shetani anakaa ndani ya ukoo kupitia huyo. Yeye ndio channel ya ukoo, lazima abomolewe proper kabisa, lazima apigwe. Kuna wengine wanajua kabisa mimi ni mchawi na nitaendelea kufanya uchawi. Inakuwa ngumu sana kumwombea mchawi atoke kwenye uchawi. Mpaka upige zile vitu unaanza kuona, Allah, nilikuwa nimeua watoto wa watu, mimi sasa nimepatwa na shingo imefura kama mkoba, wacha niache uchawi. Na katika kupigwa kule inabidi ameachwa. Nataka tuwapige sa proper. Sasa kitabu cha nataka kuonyesha vile wanavyojigeuza, vile mapepo yanajigeuza na kuwa watu. Waefeso 2:10 inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu. Hii nilikuwa nimesoma kitambo. Mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa zenu ambazo mlizitenda zamani, kwa kuifata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata ule mfalme wa anga, yule roho atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. So kuna watu wanageuzwa, roho inawaingia watu alafu wanageuzwa. The guy alianza vizuri, he was good, ni pastor, alianza kuombaomba vizuri hivi, alianza kuombaomba, ghafla roho ikamwingia, akamwambia njoo tutakupatia kanisa kubwa, njoo tutakupatia mke, njoo tutakupatia vitu fulani, akakuwa promise na vitu fulani hivi, akageuzwa. Sasa hizi pia yeye ni shetani kati ya wanadamu, ila ana mwili. Lazima pia tuwatembelee wa makuhani wa giza, lazima tuwapasue, lazima tuwafyeke, lazima tuwavunje vipande, kwa sababu yule pasta, yule unamuita pasta, yeye ndio shetani kati ya kanisa. Yule nabii unamuita nabii, yeye ndio pepo kati ya kanisa. Yule muombaji unamuita muombaji, yeye sasa yule divine, yeye ndio joka kati ya kanisa. Amejenga madhabahu fulani. Utajiuliza, lakini kanisa letu ile altar, the altar itself, it looks okay. It looks okay. Mimi sioni kama kanisa letu ni la kishetani. Utakesha, mwana pastor wako anamwagia watu maji, mwana pastor wako anapea watu chumvi, mwana pastor wako kuna mambo fulani anafanya basi ya kawaida, ana tick scripture ili anaongea kwa sauti, Biblia inasema ya kwamba, lakini sikia maneno yake yana utupu. Sikia maneno yake yana utupu kabisa. Akufundishi kuomba, anakuambia leta shilingi 40,000. So tunataka tuwafyeke ile altar. It may look good. Kumbuka kitu kinaweza geuzwa. Ndipo Yesu akautoa mkate, akaumega, akasema, tazama, huu ndio mwili wangu. Madhabahu pia yanaweza kuwa ni madhabahu ya majoka. Mnashiriki pamoja na majoka pale kwenye kanisa lenu, lakini yanageuzwa. Madhabahu inageuzwa. The altar, ile part ambayo imekuwa raised kidogo inageuzwa. You think it's okay. Kumbe it's connected to one altar mahali chini ya bahari. Inachota nguvu kwenye madhabahu fulani chini ya bahari. Wana wa Mungu ni dhahiri na wana wa shetani pia ni dhahiri. Madhabahu ya Mungu ni dhahiri na madhabahu ya shetani pia ni dhahiri. It's an extension. Ni kama power bank, ni kama power plant. There's a power plant here, lakini ina supply power kwa kanisa yenu. Ina supply power kwa kanisa yenu. Ndio maana shangaa akiwekea mtu mkono anaanguka, anachukua mali, kuna kakoti yako nako, anachukua kama maji kadogo, anapulizia watu kwenye mdomo, na shindwa ni nini inatoa? Inatoa pepo kupitia maji. Na Biblia inasema hizi ndio ishara zitakaofuata na wote watakaoniamini. Kwa jina langu mtafukuza pepo wachafu, kwa jina langu mtanena kwa lugha. Leo hii napuliziwa kitu kwenye mdomo na anguka. Akili, tuanze kutumia akili. Sisi ni kizazi teule cha kupiga mashetani kati ya wanadamu. Hiyo ni Yohana wa kwanza chapter 3 verse 10. Nasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa shetani pia ni dhahiri. So nataka tuingie kwenye maombi, tuvunje, tuharibu, tupasue vipande mashetani
kati ya wanadamu. Ni majoka kati ya wanadamu. Usitaki kujua ni mama, fyeka. Usitaki kujua ni dada, ponda. Usitaki kujua sijui ni boyfriend, fyeka. Inaweza kuwa boyfriend wako na amekufunga, ila mmepata watoto naye. Unasema oh, nampenda sana baby. Kama unampenda na uko sure moyoni mwako unataka kuwa naye kwenye mahusiano, unaweza kuomba akageuzwa yani. Ndipo Mungu akageuza mateka wa Ayubu. Umempenda sana baby, umepata watoto wawili ama watatu. Unasema huyu ndio mume wa ujana wangu. Unaweza kumwombea. Unamtenga na madhabahu za kwao, alafu yeye pia unamgeuza. Anakuwa baraka. Alafu mnaenda njia moja. Mwanze kukusanya pamoja naye. Sisi tu unakusanya kabebi na anaenda hivi. Kama unampenda sana mama na kuna vile unaona ni mchawi, ila nitakufundisha kitu kimoja. Inaweza kuwa vitu ambazo ziko ndani yake mama alishachukuliwa kitambo. Kabisa mama hayuko. Ni msukule, ni kitu, ni malaika wa giza amechukua umbo la mama. Unadhani una mama anakula kama vile malaika walikula, lakini si mama. Unakuwa makini, unaweza kumuita yule mama mahali alipo, akaja kabisa kwa jinsi ya roho na akaja. Na kama mwili wake uliharibiwa, ile mwili ambao iko nyumbani itabidi imeaga dunia. Itabidi ile mwili mmeandaa msiba wa haraka. Sababu ule sio mama yule, ni nefili limepotea. Ukilipiga vizuri linadondoka. Ukilipiga vizuri linapasuka. Na misukule ni wengi, wachawi wana watu wengi wamewashika. Inaweza kuwa mama yako pale alishachukuliwa na mababu akapelekwa anafanya kazi ila kwa jinsi ya mwili na haonekani mchana. Filipo alipombatiza yule jamaa toashi wa kutoka Ethiopia, alipombatiza wakatoka kwa maji, Roho wa Mungu akambeba Filipo paka Pronto karibu na Samaria, akambeba kwa jinsi ya mwili hivi. Unachukuliwa hapa unapelekwa mahali fulani. Kabisa uchukuliwa hapa unapelekwa mahali fulani. Mchawi pia anaweza chukua mtu hapa akampeleka mahali fulani. Paka chukuliwa kitu kingine hapa kikaletwa hapa na kikageuzwa sura ukadhani hapa bado ni baby. Yesu akalia kwa sauti kuu. Pazia la hekalu likapasuka kutoka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka, makaburi ya watakatifu yakafunguka na waliokufa kutoka kwa wafu wakafufuka kutoka kwa wafu, wakaenda kwenye miji, wakaonekana na watu wengi. Ni watu walikuwa wamekufa lakini wakafufuka. Hatujaambiwa walikufa lini, ila walifufuka na walionekana na watu wengi. Shetani pia anaweza chukua watu waliokufa kabisa. Si ni roho, akachukua roho zinafungiwa kwenye bahari, kuzimu na mauti pia inashikilia roho. Ndio maana bahari itaachilia wafu walio ndani yake, kuzimu na mauti itaachilia wafu ili wapate kuhukumiwa. Anachukua roho fulani, roho ndio itiaye uzima. Mwili haufai kitu, roho ndio itiaye uzima. Karoho kanachukuliwa, kamwili kanatengenezwa mahali fulani tu, kanavaa mwili kanakuja, kumbe ni walking dead. Anakuja kabisa, ila ukimuuliza familia yako iko wapi hajui. Ukimuuliza baba yako iko wapi hajui. Basi twende tumuone baba, anakwambia baba hayuko. Lakini ukilala kwa watoto unajiota kwenye makaburi, uko na bibi wako. Wakufieka pia, ni wakupasuliwa pia, ni wakuvunja. Na mchawi kama ni baby unamfieka. Kuna mtu anatumia nyota yako, ila alikuwa atumia nyota yako kwa kufanya mahusiano na wewe. Kuna mtu anataka kukufunga, ila kufunga kwake ametumwa ili akae karibu na wewe akufunge. Ndio maana Biblia inasema palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake ni Yohana. Na tunaona pia Biblia inasema mwana-kondoo alipovunja muhuri wa 5 chini ya madhabahu, nikaona roho za watu zilizouliwa, zilizochinjwa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Na zile roho zililia kwa sauti kuu kusema, Bwana, ewe mtakatifu, hata lini utalipiza kisasi kwa watu wanaoishi juu ya nchi na kwa ajili ya damu yetu? Kumaanisha walichinjwa na watu ambao kwenye nchi. So inaweza kuwa ni baby fulani, roho ilichukuliwa mahali chini ya madhabahu, ikaekwa ndani, nyota ikaenda kupitia mahusiano, mkakuwa kitu kimoja, ila umekuwa kitu kimoja na pepo, ila umekuwa kitu kimoja na joka. Unashangaa jamaa akilala usiku miguu iko juu, kumbe amelala kikwao. Kumbe amelala kikwao. Ama kuna muda analala kama gogo, jamaa anajisahau.
unamgusa, baby amka, ni asubuhi, baby amka, baby anakuja, anaamka ni kama ameshtuka, kumbe roho yake ilikuwa imechukuliwa mahali ikapelekwa ikaenda huko kwenye mashimo kufanya kazi, ndio roho imerudi sasa. Anakuambia mbona unaniamsha? Mbona unaniamsha? Mbona unaniamsha? Anafanya hivyo, unashangaa, mambo gani haya? Kumbe baby anafanyishwa kazi kuzimu mahali huko mahali fulani. Nataka tuingie kwenye maombi, tupige mapepo kati ya wanadamu, tupige majini kati ya wanadamu, tupige majoka na manefili kati ya wanadamu, tupige uzao wa nyoka. Imeandikwa uzao mwanamke utamponda kichwa. Yaani sisi tutawaponda kichwa. Saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Kama ni